Iokopeni hiyo siku mtakayorejea kwa Allah, siku nzito kwa mwanadamu, siku ya kurejea kwa Allah, siku ambayo roho na kiwiliwili vinatengana, siku nzito kwa mwanadamu. Allah anasema okopa siku hiyo. Allah hajatuambia okopa siku unakuja duniani, hapana, lakini okopa siku utaitoka duniani. Waislamu, siku tumekuja duniani, siku unazaliwa, tayari familia inakusubiria, imejiandaa kumpokea mtoto, familia imekuandalia kila kitu. Ndio maana Allah hakushughulika na siku hiyo unakuja duniani, hapana. Unakuja mashaallah, watu wanakupokea, wanafurahi, lakini Allah anakuambia okopa siku utaitoka dunia. Watu wanalia, okopa siku hiyo, mja wa Allah. Ni siku nzito, siku ambayo unaiacha dunia, unaiangalia familia, unawaangalia watoto wako, unawaangalia ndugu zako, na wao wanakuangalia, lakini hawakusaidii lolote, unalazimika kwenda. Allah anasema okopa siku hiyo, mja wa Allah, jiandae kwa ajili ya safari hiyo. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Allah anasema huko umeshafika kwa Allah. Allah anasema kila nafsi, kila mmoja atalipwa sawa na yale aliyoyatenda duniani, tena hakuna dhulma. Allah anakataa, hakuna dhulma. Yale uliyoyatenda mja wa Allah ndiyo ambayo Allah atakulipa kwayo. Waja wa Allah, kama ulikuwa hauelewi, elewa kwamba mwanadamu aliyekuwa hai na yule aliyekufa wote wanahitaji vazi, wanahitaji nguo ya kuvaa. Ukiwa hai unahitaji nguo ya kuivaa kustiri mwili wako, na hata yule aliyekufa naye anahitaji nguo ya kustiri mwili wake. Lakini kivazi, nguo iliyokuwa bora, waja wa Allah, sio kanzu, sio koti. Allah anatuambia nguo nzuri ya kuvaa kwa yule aliyekuwa hai, nguo nzuri ya thamani kwa yule ambaye aliyekufa. Allah anasema ni ucha Mungu. Allah anatuambia hivyo, ya bani adama kad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Allah anasema enyi watoto wa Adam, nimekuteremshieni nguo, mvae nguo zistiri miwili yenu, walibasu taqwa dhalika khair. Allah anasema lakini ukivaa nguo ya ucha Mungu, hiyo ndiyo nguo bora, itakustiri duniani na itakustiri akhera. Dafantu mautakum walam tamtabiru la. Naam, Waislamu anawaambia mmewazika ndugu zenu, mmewazika, lakini hamjapata mawaidha kutokana na vifo vyao. Waislamu Chibitoke, mmepata mawaidha, hasa Waislamu wa msikiti huyu. Ni wa ndugu zetu wangapi tumewazika humu, lakini mawaidha yako wapi? Waislamu, tulikuwa na mzee fulani na mzee fulani na mzee fulani. Waislamu, mawaidha yako wapi? Huyu msikiti tulikuwa hapa na wazee hapa, tunawajua, tumewazika wenyewe, lakini mawaidha yako wapi? Waislamu, hizi ni nafsi zimekufa, hatuna mawaidha. Ndugu zetu tumewapeleka wenyewe. Waislamu, siku ya Arafa tumezika, na siku ya Eid juzi tumewazika ndugu zetu. Mawaidha yako wapi? Waislamu, tunasubiri nini kwenye hii dunia? Na sisi tunakwenda, tumeandaa nini Waislamu tupate mawaidha? Waislamu, haya ni mawaidha. Waislamu, jifikirie, wa min hayatika limautika, tumia uhai wako
kabla mauti yako hayajakufika. Waislamu, mauti yakikufika yote yanasimama, mambo yako, hakuna hili wala lile, tayari kila kitu chako kinabadilika, na hata jina lako linabadilika. Wewe ulikuwa ni bwana fulani, ulikuwa ni haji fulani, ni shekhe fulani, lakini jina linabadilika, unakuwa marehemu fulani. Araftumullah falam tuaddu haqa. Nyie Waislamu, nyie mmemjua Allah, lakini hadi leo hamjampa Allah haki yake, hamjamwabudu anavyostahiki kuabudiwa. Mnamjua, lakini haki ya Allah, ibada zake, bado hamjamwabudu anavyostahiki kuabudiwa. Zaamtum annakum tuhibbuna rasulallah thumma taraktum sunnata. Kila siku mnadai si tunampenda Mtume Muhammad, lakini suna za Mtume Muhammad mmeweka pembeni. Yako wapi mapenzi? Mapenzi ya kumpenda mtume ni kushikamana na suna zake. Sasa nyie mnadai sisi ni wafuasi wa Muhammad, sisi ni ummati Muhammad, sisi tunampenda Muhammad, lakini suna za Muhammad tayari mmeziweka nyuma ya mgongo wenu. Allah hawezi kujibu dua zenu. Qara'tumul Qur'ana walam ta'malu bi, mmeisoma Qur'ani kila siku, lakini mafunzo, amri za Qur'ani, makatazo ya Qur'ani hamyafanyii kazi. Yote mmeacha hivyo, mnaisoma kwa sauti nzuri sana, lakini Qur'ani inawaamrisha nini? Qur'ani inawakataza nini? Haya nyinyi hamtaki kujua, mtaomba dua, Allah hawezi kujibu dua zenu. Tum inna shaitana aduwakum wa wafaktumuhu. Naam, kila siku mnasema shaitani ni adui yetu, lakini maisha yenu nyie ni wafasi wa shaitani. Njia zake, mbinu zake, mipango yake, nyie ndiyo mnafata. Mnasema tu shaitani ni adui yetu, lakini maisha yenu, mambo yenu, shughuli zenu yote ni yale yale, mnakwenda sambamba na shaitani alivyokupangieni. Ila aina almasir, mwisho wetu ni wapi? Waislamu, tunaishia wapi nyuma ya hii dunia? Dunia inatuangamiza Waislamu. Tupate mawaidha kwa ndugu zetu ambao tumewazika. Waislamu hakuna wakubaki, wao wametangulia na sisi tuko nyuma tunawafata. Muislamu, umeandaa nini? Bado una fursa ya kuiandaa hii safari. Waislamu, una fursa, usije ukajuta, usije ukasikitika, wakati masikitiko hayatakusaidia lolote. Muda wa kusikitika umepita. Waislamu, tungali na fursa, tupate mawaidha kwa wandugu zetu, wazee wetu ambao tumewazika wenyewe mwaka uliomalizika. Waman sara ala nahji wattaba huda ila yaumil ba'thi wan nushur. Amma ba'd, fattaqullaha ibadallah, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Waja wa Allah, na kuhusieni pia nikijihusia mwenyewe, tumche Allah subhanahu wa ta'ala ukweli wa kumcha. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Waja wa Allah, anasema Allah akiwaonya na kuwatahadharisha watoto wa Adam, Allah anasema iokopeni hiyo siku mtakayorejea kwa Allah. Waislamu, siku nzito kwa mwanadamu, siku ya kurejea kwa Allah,
siku ambayo roho na kiwiliwili vinatengana, siku nzito kwa mwanadamu. Allah anasema okopa siku hiyo. Waislamu, Allah hajatuambia okopa siku unakuja duniani, hapana, lakini okopa siku utaitoka duniani. Waislamu, siku tumekuja duniani, siku unazaliwa, tayari familia inakusubiria, imejiandaa kumpokea mtoto. Familia imekuandalia kila kitu. Ndio maana Allah hakushughulika na siku hiyo unakuja duniani, hapana. Unakuja mashaallah, watu wanakupokea, wanafurahi, lakini Allah anakuambia okopa, siku taitoka dunia. Watu wanalia, okopa siku hiyo, mja wa Allah. Ni siku nzito, siku ambayo unaiacha dunia, unaiangalia familia, unawaangalia watoto wako, unawaangalia ndugu zako, na wao wanakuangalia, lakini hawakusaidii lolote, unalazimika kwenda. Allah anasema okopa, okopa siku hiyo, mja wa Allah, jiandae kwa ajili ya safari hiyo. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Allah anasema huko umeshafika kwa Allah. Allah anasema kila nafsi, kila umoja atalipwa sawa na yale aliyoyatenda duniani. Tena hakuna dhulma. Allah anakataa, hakuna dhulma. Yale uliyoyatenda mja wa Allah ndiyo ambayo Allah atakulipa kwayo. Ayuha almuslimuna ibadallah, i'lamu anna alhayya walmayyita yahtajani ila libas, fa khairu libas attaqwa. Waja wa Allah, kama ulikuwa hauelewi, elewa kwamba mwanadamu aliyekuwa hai na yule aliyekufa wote wanahitaji vazi, wanahitaji nguo ya kuvaa. Ukiwa hai unahitaji nguo ya kuivaa kustiri mwili wako, na hata yule aliyekufa naye anahitaji nguo ya kustiri mwili wake. Lakini kivazi, nguo iliyokuwa bora, waja wa Allah, sio kanzu, sio koti. Allah anatuambia nguo nzuri ya kuvaa kwa yule aliyekuwa hai, nguo nzuri ya thamani kwa yule ambaye aliyekufa. Allah anasema ni ucha Mungu. Allah anatuambia hivyo, ya bani adama kad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Allah anasema enyi watoto wa Adam, nimekuteremshieni nguo, mvae nguo zistiri miwili yenu. Walibasu taqwa dhalika khair. Allah anasema lakini ukivaa nguo ya ucha Mungu, hiyo ndiyo nguo bora, itakustiri duniani na itakustiri akhera. Lakini ukivaa nguo hii ya dunia, itakustiri hapa duniani, lakini akhera unakwenda uko uchi. Ndio maana Allah anatuambia walibasu taqwa, nguo ya thamani kwa Allah. Allah anasema ni nguo, ni vazi la ucha Mungu, dhalika khair, na hilo vazi ndiyo kheri na ndiyo bora. Suratul A'raf aya ya 26. Ibadallah, inna llaila wan nahar matiyatani tanquluna ila daril akhirah wa ila Allahi sairun. Waja wa Allah, usiku na mchana, hivi ni vipandwa ambavyo viumbe vyote vinabebwa na usiku na mchana. Usiku na mchana vinatuhamisha, vinatutoa kwenye hii dunia, ndivyo vinatupeleka akhera, na sote kwake Allah tutakwenda. Penda usipendi, kwa Allah utakwenda.
Qala taala wa anna ila rabbika ruj'a wa qala taala wa anna ila rabbika almuntaha. Allah anasema penda usipendi, kwake utarejea. Penda usipendi, mwisho wa mbio zako unazokimbizana na dunia yako, Allah anasema kwake ndiyo muntaha, ndiyo mwisho wa spidi na haraka ya mwanadamu katika hii dunia. Allah anakuambia mwisho ni kwake. Walamma kana almusafir yahtaju ila zat. Waislamu, tuko kwenye safari, dunia hapa tunapita, na ikiwa msafiri mwenye akili anahitaji kwenye safari yake yale ambayo yatamfaa, yatamsaidia muda wote wa safari hadi pale atakapofika nyumbani kwake. Kumbe tuko kwenye safari, tunahitaji maandalizi pamba ya safari. Falaika bitaqwa, na hakuna maandalizi mazuri ya safari ya kwenda akhera kinyume na uchamungu. Anasema hivyo Allah, watazawadu fa inna khaira zadi attaqwa, jiandaeni, safari inakuja, safari ya kwenda akhera, na maandalizi mazuri Allah mwenyewe anasema ni uchamungu. Wewe ukenda kwa Allah umeandaa uchamungu, hiyo ni safari tangu mwanzo wake hadi mwisho wa safari hiyo ni uzuri tu, ni raha na furaha. Ibadallah, istami'u ila nasihati al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallama lilmuslimin almuwajjah li Abdillah ibn Umar radiyallahu anhuma. Waja wa Allah, sikiliza nasiha ya Mtume Muhammad. Mtume anaitoa naswaha kwa Waislamu, kwa umati wake. Naswaha hii Mtume anaitoa kwa kuipitisha kwa sahaba wake Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma. Qala, anasema Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, akhadha Rasulullah sallallahu alayhi wasallama bimankibi faqala. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu anasema Mtume alimshika Abdullah kwenye bega lake. Mtume anamshika Abdullah ibn Umar kwenye bega lake, kisha Mtume anasema kumwambia, haya ni maneno ya Mtume Muhammad, anamwambia Abdullah ibn Umar, na Abdullah ibn Umar anawanukulia ummati Muhammadi. Waislamu, Mtume anamwambia nini? Anamwambia kun fi dunya kaannaka gharibun au abiri sabil. Waislamu, maneno mafupi lakini mazito. Mtume anamwambia Abdullah ibn Umar, ishi kwenye hii dunia hapa, ishi katika dunia hii kama vile wewe ni mgeni. Hapa sio kwenu. Waislamu, hapa ni kwao na nani? Nani mwenye hii dunia? Ni kwao. Sote tunapita mmoja baada ya mwingine, kila mmoja kwa wakati wake. Sasa Mtume anamwambia Abdullah, usioni hapa umefika. Leo Waislamu wanaona hapa nimefika. Mtume anamwambia haujajielewa. Anamwambia Abdullah ibn Umar, kuwa katika hii dunia, ishi katika dunia hii kama vile wewe ni mgeni, bimaana uko kwa muda, au abiri sabil, au wewe ni mpita njia tu ambayo uko katika safari yako, unapita kituo hiki na kile. Haya ndiyo maneno ya Mtume Muhammad. Muislamu, zingatia, sio ya Abdullah ibn Umar peke yake. Hii ni nasiha kwa ummati Muhammad. Wakana ibn Umar yaqul, baada ya Mtume Muhammad kumwambia Abdullah ibn Umar maneno haya, Abdullah ibn Umar alikuwa akisema, anawaambia wenzake, anawaambia wanafunzi wake, idha amsaita fala tantadhiru sabah. Ndugu yangu, ukiona umefika jioni, usitegemei kwamba asubuhi utaidiriki. Uko kwenye safari, ukiona umefika jioni, usitegemei kwamba asubuhi utaamka uko mzima. Na ukiamka asubuhi, usiwi na mategemeo ya kwamba jioni wewe utakuja
utaidiriki. Wa khudh min sihatika limaradhika. Abdullah ibn Umar anasema tumia afya yako kabla maradhi hayajakujia. Madama ungali na afya, tumia hiyo afya kabla maradhi hayajakufika. Wa min hayatika limautika, tumia uhai wako kabla mauti yako hayajakufika. Waislamu, mauti yakikufika yote yanasimama, mambo yako hakuna hili wala lile, tayari kila kitu chako kinabadilika, na hata jina lako linabadilika. Wewe ulikuwa ni bwana fulani, ulikuwa ni haji fulani, ni shekhe fulani, lakini jina linabadilika, unakuwa marehemu fulani. Haya ndiyo mauti. Ibadallah, waja wa Allah, tujiandae kwa ajili ya safari hii. Tujiandae kwa safari hii. Tuziangalie Waislamu, kila umoja ajiangalie, nimeandaa nini? Kipi nitakwenda nacho kwa Allah? Waislamu, tupate mawaidha. Ni mengi yanatupitia katika ulimwengu huu, lakini hatupati mafunzo, hatupati mazingatio. Waislamu, anasema mara Ibrahim ibn Adham rahimahullah bisuqi al-Basra, moja ya waja wema Ibrahim ibn Adham, Allah amrehemu, ametembelea Iraq, ametembelea mji wa Iraq, akatembelea soko ya mji wa Basra. Watu wanamjua, mcha Mungu, mja mwema. Watu walipomwona sokoni, fajtama nasu ilai, watu wakamsogelea, wakamkusanyikia, wakimzunguka. Walipomzunguka, qalu ya aba Ishaq ma lana nad'u fala yustajabu, wanamwambia ewe baba yake na Ishaq, mbona sisi tunaomba dua sana, tunamuomba Allah sana, lakini hatupati majibu. Allah hajibu dua zetu. Ni kwa nini? Kwa sababu gani? Waislamu, sikia jibu ambaye aliloambia, hili ni jibu kwangu na ni jibu kwako. Qala, anawaambia lianna qulubakum matat bi'asharati ashya, anawaambia hamtajibiwa dua zenu kwa sababu nafsi zenu zimeisha kufa. Mambo 10 yameziua nafsi zenu, zimekufa. Haya ndio maisha yetu, haya mambo 10. Waislamu, tutamuomba Allah, hakuna majibu. Anawaambia al-awwal, jambo la kwanza, araftumullah falam tuaddu haqa, nyie Waislamu, nyie mmemjua Allah, lakini hadi leo hamjampa Allah haki yake, hamjamwabudu anavyostahiki kuabudiwa. Mnamjua, lakini haki ya Allah, ibada zake, bado hamjamwabudu anavyostahiki kuabudiwa. Athani, anawaambia jambo la pili, zaamtum annakum tuhibbuna rasulallah thumma taraktum sunnata, kila siku mnadai si tunampenda Mtume Muhammad, lakini suna za Mtume Muhammad mmeweka pembeni. Yako wapi mapenzi? Mapenzi ya kumpenda mtume ni kushikamana na suna zake. Sasa nyie mnadai sisi ni wafuasi wa Muhammad, sisi ni ummati Muhammad, sisi tunampenda Muhammad, lakini suna za Muhammad tayari mmeziweka nyuma ya mgongo wenu. Allah hawezi kujibu dua zenu. Athani, jambo la tatu, anawaambia qara'tumul Qur'ana walam ta'malu bi, mmeisoma Qur'ani kila siku, lakini mafunzo, amri za Qur'ani, makatazo ya Qur'ani hamyafanyii kazi. Yote mmeacha hivyo, mnaisoma kwa sauti nzuri sana, lakini Qur'ani inawaamrisha nini? Qur'ani inawakataza nini? Haya nyinyi hamtaki kujua, mtaomba dua, Allah hawezi kujibu dua zenu. Arabi, akaltum ni'mat Allah
walam tuaddu shukraha. Anawaambia nyinyi kila siku mnakula neema za Allah, lakini hamjarudisha shukrani kwa Allah. Shukrani iko wapi Waislamu? Allah anatupa kila siku, lakini shukrani ya hizi neema iko wapi ambayo tunarudisha kwa Allah? Allah umetupa, Allah na sisi tunakushukuru. Iko wapi shukrani ya neema za Allah? Waislamu, hilo ni jambo la 4. Jambo la 5, al-khamis, qultum inna shaitana aduwakum wa wafaktumuhu. Naam, kila siku mnasema shaitani ni adui yetu, lakini maisha yenu nyie ni wafasi wa shaitani. Njia zake, mbinu zake, mipango yake nyie ndiyo mnafata. Mnasema tu shaitani ni adui yetu, lakini maisha yenu, mambo yenu, shughuli zenu yote ni yale yale, mnakwenda sambamba na shaitani alivyokupangieni. Asadis, qultum innal jannata haqq falam ta'malu laha. Kila siku tunasema pepo ni haki, pepo ipo, lakini hatujaitumikia hiyo pepo. Nani ameshafanya ambayo atamuingiza peponi? Lakini anajua pepo ni haki, lazima niitumikie, lakini hatujatumika, hatujafanya yale ambayo yanafaa kutuingiza ndani ya pepo ya Allah. Tujaitumikia pepo, bali tunaitumikia dunia kila siku. Tunachoka panda teremka kwa ajili ya dunia, hali ya kuwa dunia tunaiacha siku baada ya siku. Akhera tunaiendea, lakini hiyo akhera hatujafanya lolote ambalo tutakwenda nalo huko akhera. Asabi', jambo la 7, qultum inna nara haqu wa lam tahrubu minha, kwamba kila siku mnakubali, mnasema na mnaamini moto wa jahannama upo, lakini hatujaukimbia moto. Tunakubali upo, lakini yale ya kutupeleka motoni ndiyo ambayo tunayafanya. Hakuna mwenye anakataa kwamba moto haupo, kila Muislamu anaamini, lakini angalia matendo yake ni yale ya kumpeleka motoni. Hizi ni nafsi ambazo zimekufa, hazina uhai. Athamin, qultum innal mauta haqu falam tasta'iddu la. Kila mmoja anajua kufa ni haki, lakini nani ambaye amejiandaa kwa ajili ya mauti? Ni nani? Nani ambaye ameandaa kwa ajili ya kifo chake akajiandaa? Mauti ikija ikute mimi nimejiandaa. Kila mmoja anajiandaa kwa ajili ya dunia, lakini anaamini, anakubali siku yoyote mimi nitakufa. Umeandaa nini? Waislamu, hizi ni nafsi ambazo zimekufa, hazina uhai, hazielewi zinaelekea wapi. Atasi, jambo la 9, anawaambia intabahtum minan naum washtaghaltum bi'uyubi nas wa taraktum uyubakum. Mkiamka asubuhi nyie ni kushughulika tu na aibu za wengine, kwenda mnazitoa, lakini mnasahau aibu zenu. Unakwenda unamsema ndugu yako fulani hivi na hivi, wewe unasahau yako. Wewe una mangapi? Mtume anatuambia kabla ya kutoa aibu za mwenzako, toa kwanza zako. Anza kwanza useme na mimi na aibu hii na hii, alafu useme na fulani. Lakini leo watu wanashughulika na aibu za wengine, wanasahau aibu zao. Hizi ni nafsi zilizokufa. Al-ashir, jambo la mwisho na la 10, ndugu zangu Waislamu, haya ndiyo mawaidha. Anawaambia dafantu mautakum walam tamtabiru la. Naam, Waislamu anawaambia mmewazika ndugu zenu, mmewazika, lakini hamjapata mawaidha kutokana na vifo vyao. Waislamu Chibitoke, mmepata mawaidha, hasa Waislamu wa msikiti huyu. Ni wa ndugu zetu wangapi tumewazika humu, lakini mawaidha yako wapi? Waislamu, tulikuwa na mzee fulani na mzee fulani na mzee fulani. Waislamu, mawaidha yako wapi? Huyu msikiti tulikuwa hapa na wazee hapa, tunawajua, tumewazika wenyewe, lakini mawaidha yako wapi? Waislamu, hizi ni nafsi zimekufa,
hatuna mawaidha. Ndugu zetu tumewapeleka wenyewe. Waislamu siku ya Arafa tumezika, na siku ya Eid juzi tumewazika ndugu zetu. Mawaidha yako wapi Waislamu? Tunasubiri nini kwenye hii dunia? Na sisi tunakwenda, tumeandaa nini Waislamu tupate mawaidha? Waislamu, haya ni mawaidha. Waislamu, jifikirie, umeandaa nini safari hii? Fulani tulikuwa naye, fulani na fulani, mwaka umeanza tulikuwa nao, lakini mwaka umemalizika, hawapo. Waislamu, haya ni mawaidha. Waislamu, turejee kwa Allah, tuziangalie nafsi zetu, tunakwenda wapi? Ila aina almasir, mwisho wetu ni wapi Waislamu? Tunaishia wapi nyuma ya hii dunia? Dunia inatuangamiza Waislamu. Tupate mawaidha kwa ndugu zetu ambao tumewazika. Waislamu, hakuna wakubaki, wao wametangulia na sisi tuko nyuma tunawafuata. Muislamu, umeandaa nini? Bado una fursa ya kuiandaa hii safari. Waislamu, una fursa, usije ukajuta, usije ukasikitika, wakati masikitiko hayatakusaidia lolote. Muda wa kusikitika umepita. Waislamu, tungali na fursa, tupate mawaidha kwa ndugu zetu, wazee wetu ambao tumewazika wenyewe mwaka uliomalizika. Tulikuwa nao mwanzo wa mwaka, lakini mwaka umekwisha tayari na wao tumewapeleka. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim al-jalila li wa lakum wa lisairi al-muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barru al-karim. Hapa Athar, weka fera beto yako, weka mfuko wako wa simaa. Kila hii nyumba Waislamu wakinufaika na unaandikiwa, lakini Waislamu anakimbilia dunia. Umeshajenga manyumba, unalala mgapi? Na uko na chumba lakini unalala mwanandani. Angalia kwenye unaweka bafu. Haya ni mawaidha Waislamu. Fikiria na baadaye, leo ndiko, kesho siko, lakini nimeacha nini? Waislamu, hili jengo hili ni la Waislamu, sio la mtu yoyote yule. Muislamu akinufaika na wewe ulichangia, na wewe unapata, na wewe una thawabu. Waislamu, huyu ndiye mtaji, tuweke kwenye benki ya Allah. Waislamu, shaitani aache kutudanganya. Tutakuja kustitika, unamwambia Allah nicheleweshe nikatoe, lakini muda hakuna. Kwa hiyo Waislamu, tunaomba fera beto ya 12, fera beto ya duze. Mwenye uwezo ni franga 80,000 laki, fera beto moja. Waislamu, ni nini? Tunatoa mangapi? Allah anatupa ngapi? Shukurani iko wapi Waislamu? Waislamu, hii nyumba tutaulizwa kila umoja sawa na uwezo Allah amempa. Ala wasallu wasallimu ala almabuthi rahmatan lil alamin sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam bi amri min rabbikum qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima fil alamina innaka Hamidum Majid. Warda Allahumma an sahabatihi al-kiram wat-tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa anna ma'ahum bimannika wa karamika wa ihsanika ya akramal akramin. Allahumma azza al-islam wal muslimin, Allahumma azza al-islam wal muslimin wa adhil ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da ad-din. Allahumma qatil al-kafarata wal mulhidin ya rabbal alamin. Allahumma alayka bihim
فإنهم لا يعجزونك. اللهم ربنا خذهم أخذ عزيز مقتدر إنك على ذلك قدير. اللهم ربنا أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.